haki ndiye atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Mwenye haki ndiye atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Mwenye haki hata kwenye dhoruba hatetereki, yupo kama mtende naye asitawi popote. Mwenye haki hata kwenye dhoruba hatetereki, yupo kama mtende naye asitawi popote. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Yesu ndiye mwenye haki ya kweli, ukimpata umepata haki ya kweli ya kudumu popote. Yesu mwenye haki ya kweli, ukimpata umepata haki ya kweli ya kudumu popote. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe kama mti wa mtende, na tuwe kama mwerezi wa Lebanoni. Tusichawi katika nyua za Mungu wetu, ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Tutafute haki ya Mungu wetu, ili tuwe
za Mungu wetu ili tuzae matunda hata wakati wa uzee wetu. Tuombe. Mtakatifu Baba mwema uishie juu mbinguni, tuna kila sababu ya kumsifu na kutukuza jina lako. Tunakushukuru Mungu kwa jinsi ulivyotutoa kanisani hata kutufikisha mahali hapa. Amina. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetupatia nafasi kuja kuona matendo makuu yako. Lakini Mungu, masaa haya tunapoanza programu zetu, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Amen. Huduma hii ya leo ikapate kibali machoni pako. Amina. Mungu, tufundishe tutakayopitia, tutakatusaidia sisi na watoto wetu kaishi lakini katika umoja huu, upendo wako na ukarimu. Naomba ulinzi wako katawale maisha yetu, utawale jinsi tulivyokuja hata tutakavyoondoka. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Yaani basi Bwana abariki, tunaweza tukakaa hapa ili tupate kinachoendelea. Haya, sasa tuweke duara alafu mmoja aingie katikati. Mzee aingie katikati. Tunaitangasha wewe. Wale hamna nafasi pale. Haya. Unaenda kuchukua sasa. Unampokonya yani ukiugusa yeye ndo anaingia katikati kutafuta mpira. Rusha. Leta nikuonyeshe. Ngoja nianze mimi. Hapa hamna mtu. Wewe kijana wewe. Kuja huku. Duara kuko na watu. Haya. Tunachangamsha wakati maana kuna wengine hawajafika. Tukifika tu kwa pamoja ndio tutaanza. Yaani kwa sababu amehurumia apambane sasa. Shika tu aisee. Umsaidie. Kuna milioni. Hata mumurudi mzee wa kanisa.
Rusha, usipoze mpira. Wewe unarusha kwa mwingine tu. Yeye atakukuta njiani. Ngoja nimsaidie mama. Yaani ukisema kwamba nikienda kwa mwinjilisti Patrick nitafika, nitagonga, nitatulia, nitarudi tena, kaa pembeni, usikae karibu na mlango. Unaweza kufika, jamani watu wa Mungu kwema. Sasa hiyo nayo ni mbaya. Na mimi huwa nasemaga siku zote, salamu nzuri ya ushuhudiaji, haujambo mtu wa Mungu. Yaani hiyo ni salamu moja nzuri sana katika ushuhudiaji. Ukimwambia tu haujambo mtu wa Mungu, kumbe na mimi ni mtu wa Mungu. Unajua kuna watu wameshajikatia tamaa. Hapo ndio huduma na ushuhudiaji unafanyaje? Inapoanzia. Mimi sio mtu wa Mungu bwana. Wewe ni mtu wa nani? Ataanza hapo. Si umeshafungua. Sasa wewe ukienda na formula hii ambayo tunazungumzia, sisemi kwamba zile tusizifuate. Zinatusaidia, kuna mahali zinatusaidia zikifika. Lakini nasema kwamba ili tuweze kushuhudia, lazima tuwe na Roho Mtakatifu atatuambia nini tutakapofika huko. Kwa hiyo nicho kwa nataka nizungumze. Point anayozungumza mama hapa. Kwa nini hakina mwamko? Kwa sababu wanachama ambao mmekuja hapa hamna mwamko. Mkiitwa kuhudumia, nilikuwa nataka niwaulize maswali kadhaa hapa kwamba hivi mnadhani kwa nini watu wengi wanarudi nyuma kanisani? Nilikuwa napitia baadhi ya tafiti hapa za mwaka 2013, 14 na 15. Tafiti za kikanisa, sio tafiti za nini zilizotolewa na General Conference. Miongoni ni hivyo vitu vidogo vidogo. Subira alipojifungua walikwenda kumuona. Na nimesikia Subira akitoa ushuhuda kwamba Mama Kichoga alipelekea Togwa dumu lita 5. Umeelewa vizuri? Ilipofika zamu ya Angel hawakwenda kumuona. Sio kama umeelewa vizuri? Kinachofuata Angel anajitenga na chama. Na nyinyi au sisi huwa tunadharau vitu vidogo sana. Yaani kitu kidogo mno. Yaani binadamu huwa hivyo ndivyo tulivyo. Yaani kitu hivi. Mara ngapi umeona watu wamekwazika kwa sababu hawajatambulishwa kwenye ibada? Si mara nyingi. Lakini kuna mtu mwingine unaweza usimtambulishe na kwake kukawa ni nini? Sawa kabisa. Si mbona tulivyokuwa tofauti? Kwa tofauti? Ndio. Kuna mtu ambao umtambulishe, usimtambulishe, kwake ni nini? Sawa. Lakini kuna mwingine usipomtambulisha, umemharibia ibada, umemkwaza. Ukishamharibia mtu ibada, ina maana umeharibu mawasiliano yake na Mungu kwa siku hiyo. Si mbona tulivyokuwa tofauti? Lakini wewe unachukulia poa. Mimi leo hii nisikie Subira alipelekewa dumu lita 5. Mimi mke wangu kajifungua. Hamjampelekea hata kanusu, hata glass. Na mimi niwaambie kitu kizuri. Nakuja niwaambie kitu kizuri. Kwa mfano mimi dakika ngapi? Zimeshi. Sawa. Niahidi kwa mwaminifu. Kwa mfano hai ambao unaishi mpaka leo. Sawa? Kanisa la Keko hapo mwanzoni ilianza utaratibu wa kukaribisha wanandoa wapya kanisani. Umenielewa vizuri? Nazungumza kama mzee wenu wa kanisa kabisa katika hili. Watu wakaoa kina dadi pale wakakaribishwa, sio kina bia pale wakakaribishwa. Mwanangu mimi niliona nimewahi kuoa sikuwahi kukaribishwa. Hivi mnakumbuka mwahi kunikaribisha mimi kanisani? Ndio mtu au kwepo pole. Wakina Mama Pafa walikuwepo, Mama Kichoga walikuwepo. Hawakuwahi kunikaribisha. Hebu piga picha sasa. Piga picha. Pigeni picha. Nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Kwani nimeishi Zanzibar miaka yote. Nataka niambie hivi. Kama tungekuwa na mtu mwingine, naomba mnielewe vizuri. Huu ni mfano hai. Ndio bana niambie. Kama tungekuwa na mtu mwingine ambaye misuli yake haiwezi kuhimili hicho kitu, mngekuwa naye kanisani leo? Hapana, usingekuwepo. Sio kama mnanielewa. Baada hapo kuna watu wakajifungua pale wakaenda kuona mfululizo, nikachangaa mimi nikasaulika. Wakaja kanianga baadaye. Sasa unajua lazima ukae ufanye kazi. Sasa hao watu wanachukuaje? Hao wadada mimi sipendi kutembelewa. Hao mimi sipendi kukaribishwa.
Unaona? Sasa katika vitu vidogo vidogo tunatofautiana katika uimara. Mtu mwingine utakachokuwa umemfanyia hicho akasema kwamba watu, lakini mwamba nimekomaa hapa nipo, na wengine labda mlikuwa mmeshasahau, lakini mimi nimeendelea na nimekuwa imara. Jamani, Bwana asifiwe. Tunapishana misuli ya imani. Amina. Kwa hiyo tuhudumiane kulingana tulivyo. Kama tumeitwa kuhudumia hii jamii, msiweke double standard. Hiyo ndiyo inasababisha na inachangia wakati mwingine watu kufanyaje? Sisi tuweke limit ya kuhudumia watu, tukimaliza tumemaliza. Yesu atajua namna gani atakavyoweza kutukuzwa. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zingine za chama kurudi nyuma ni kwamba tumesahau mission tulioitwa. Mama anaikaga pale kapu la Dorcas, wapi? Tunapita tu. Haya, mwingine sikapata shida, wapi? Kwa jamani, chama hiki ni kizuri. Kama kikitumika vizuri, kitakuwa ni mkono wa msaada kwa kanisa la Mungu. Na kupitia chama, watu wengi ambao hawamjui Kristo, kupitia matendo ambayo tutahubiri, watasema kanisa hili lilituhudumia. Ni kwa sababu Dorcas, ngoja niwaambie, kabla hajaja mzee Matomola, ni kwa sababu Dorcas imesahau wajibu wake. Ndio maana kanisa siku hizi kuna kitu kinaitwa matendo ya huruma. Yanafanyika mara moja kwa wamehamisha kwenye idara ya nini? Nauliza hivi, matendo ya huruma ni ya kufanya mara moja kwa mwaka? Eti ni ya kufanya mara moja kwa mwaka matendo ya huruma? Dorcas na Amon, tuamke tufanye kazi ya Bwana. Mungu atubariki. Amina. Amina. Kuna mtu ameniambia, yaani wewe unatukatiza kucheza na kati ndio kwanza joto limepanda, tunataka twende tukaogelee. Tunasubiria maji aje, yaani unajua maji yako mbali. Kwa hiyo safari ya kuyafuata kule, ni mzungu anaweza akafika kule alafu maji anarudi kwa kasi akashindwa kurudi huko. Sasa jamani, tuna dakika chache za michezo. Mama, ni kuombe tu andae mabinti hapo waanze kuandaa mankuli. Wakati tunaenda kwenye kipindi cha michezo kwa dakika chache, tutakuwa na michezo tofauti tofauti. Na sawa, wakati tunaisubiria basi tuta break na michezo kidogo, alafu tutaendelea na ratiba nyingine. Basi tusimame watu wa Mungu. Hii michezo labda bibi Kichogo tu ndo tutamuondoa, ila wengine wote naona mna nguvu. Basi dokta utampa. Tuje huku. Huyu tena. Sasa niwaambie, tulikuja hapa na mpira mgumu. Akipiga nakimbia kufuata. Mimi nilikuwa nampigia mashuti ana damu. Kesho yake asubuhi niko hivi. Haya, sasa tuanze na hili kwanza. Hebu tuje mstari mmoja hapa hivi. Sasa njoo huyu hapa mbele. Piga huko. Alafu wengine wote tufuate mstari mmoja. Tufuate mstari mmoja wote. Baridi. Hivi ndo tunapoanzia tunavusha mikono. Jamani, tuje kwenye mstari basi huku. Dakika zangu zinaishi. Bwana, huu mstari wangu huko umepinda jamani. Namaliza dakika zangu. Wewe tu kaa kwenye mstari. Mstari ukinyooka itapendeza zaidi. Jamani, nini? Jamani, nini? Hii chupa. Begi liko hapa mbele yenu. Sawa? Ndio. Hapo chupa iko ndani yako. Ndio. Nataka mbele yangu. Yapi? Hizi mbele yangu. Yapi liko? Sawa? Sawa.
Fanya huku. Misali miwili bwana. Viatu. Jibu wote huku. Viatu. Katikati. Begi. Pembeni. Joeni vitu kama hivi muenjoy, achaneni na hivyo mpira. Wewe sawa uone, lakini si umeshajua. Hapa ni chupa, katikati ni begi, kuna ni viatu. Wewe sasa sikiliza kwa makini. Hapo uliposimama ni kwenye begi. Tukisema viatu, unaenda kwenye viatu. Nikisema begi, unarudi kwenye begi. Chupa, unaenda kwenye chupa. Begi, unaenda kwenye begi. Chupa, unarudi kwenye chupa. Begi, unaenda kwenye begi. Viatu, unaenda kwenye viatu. Nani hajanielewa? Unasogea, yani ukiweza kuruka sawa, ukiweza kupiga hatua hivi sawa. Lazima uende kabisa. Usipofanya umetoka. Lazima tupate mshindi mmoja. Jamani, lazima tupate mshindi. Sawa eh? Begi liko katikati. Zawadi. 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 Zawadi itapatikana mwishoni. Wewe jua tu kuna zawadi. Sasa kuna iko hivi, sikiliza vizuri. Kuna ambaye amesimama kwenye begi. Kuna ambaye amesimama kwenye begi. Ukisema viatu, ataenda kwenye chupa hapo atarudi kwenye begi. Yaani hapo mpaka hapo umetoka, wewe mwaminifu. Lazima akili ukiambiwa ni viatu uende kwenye viatu kweli. Sio tumesema viatu, umeenda kwenye chupa hapo ndo unarudi huko. Hapo umetoka. Sawa? Tunafanya mfano. Tunafanya mfano. Tusimame kimichezo sasa. Haya, viatu. Sawa eh? Begi. Chupa. Begi. Sawa. Sasa mko vizuri. Sasa tunaenda kwenye mashindano sasa. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Begi. Hapa nitaenda kuongeza spidi mdogo mdogo, sawa eh? Watoto msihangaike basi, mkae mtulie kwenye mstari. Sawa? Haya. Viatu. Tuko kwenye viatu. Tunaendelea. Begi. Chupa. Begi. Mbona mwingine hapo kwenye mstari? Na mkae kwenye mstari wote. Yaani tuko kwenye mstari mmoja. Sasa kuchora ndo. Twende. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Chupa. Viatu. Viatu mbali. Chupa, tuende kwenye chupa. Kwenye chupa. Tunaendelea eh? Haya, chupa. Begi. Ndakuchapa. Sawa eh? Usikanyage chupa. Haya, begi. Pitiliza kabisa. Haya, viatu. Begi. Viatu. Pitiliza. Haya, viatu. Begi. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Chupa. Begi. Chupa. Otomola nenda. Twende begi. Anakutania. Mama nenda pembeni mama nenda. Nenda pembeni. Muda. Kanyaga jiwe. Begi.
Yaani sasa hata ukistuka tu unatoka. Hata ukistuka tu unatoka. Begi. Chupa. Begi. Begi. Chupa. Begi. Viatu. Wewe umekurumia sana. Begi. Begi. Chupa. Mstari, nyoke. Begi. Begi. Ninyi mko wapi lakini? Ninyi mko kwenye nini ninyi? Ninyi mko kwenye mstari huu hapa jamani. Hata mjoni nyewe wengi mko kwenye. Wengi wako huku. Viatu. Samani. Watu wengine wanachelewa kufanya maamuzi. Saidia kunitolea watu pale. Mzee akikwambia kutoka wewe ni wa kutoka. Twende viatu. Begi. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Chupa. Mama mwenye ajabu. Twende begi. Begi. Chupa. Naomi nenda tu. Begi. Begi. Chupa. Begi. Viatu. Begi. Begi. Basi nenda. Twende begi. Chupa. Begi. Begi. Dani nenda. Chupa. Begi. Chupa. Begi. Viatu. TX. Begi. Chupa. Begi. Chupa. Twende. Begi. Chupa. Begi. Viatu. Chupa. Nendele kwenye chupa. Begi. Viatu. Viatu. Begi. Viatu. Begi. Viatu. Mwenda haraka. 1, 2, 3. Sogea hivi. Twende haraka. Twende viatu. Begi. Begi. Matomoya. Twende haraka. Viatu. Begi. Begi. Viatu. Viatu. Begi. Begi. Chupa. Mister. Chupa. Begi. Begi. Viatu. Viatu. Chupa. Begi. Chupa. Begi. Watoto nyewe wote. Watoto. Vai. Haya, wewe nimekuona mtoto. Nenda kwanza. Twende sasa. Mliobaki wote mnaenda hivi. Nikienda kwenye begi. Hapa siwarushi kule. Kwenye chupa, begi, viatu. Hapa. Sogeni mbele kidogo. Sogeni. Twende. Begi. Chupa. Naomi. Twende begi. Chupa. Njoo mama. Twende begi. Chupa. Begi. Mama ameshinda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii tunaita ni mchezo wa akili kidogo, kuchangamsha nini? Akili, ubongo fanye kazi. Haleluya. Muda wangu kwa kweli umeisha. Chakula na bites mbalimbali na kusina na kuomba vikaendelea kutupatia afya, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.
maisha yake uwe nao msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, auje kwa Baba, kwa Yesu mwana ukamtukuze kwa mambo yote, alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kuwa Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, auje kwa Baba, kwa Yesu mwana ukamtukuze kwa mambo yote. Karibu kwa ombi. Mungu muumba wa mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Wakati mwingine tena ambao tunakwenda kujifunza maarifa toka kwako, kwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mnasemaje kwa ajili ya programu ya leo? Amina. Wabarikiwe sana watu wa Amon na Dorcas kwa namna walivyofanya. Yani hata tungekuja tu tukaa na kuondoka, hata tusingepata somo lolote, tulikuwa tumepata yani tofauti na mtu ambaye amebaki nyumbani, si ndio? Nadhani kuna vitu vingi sana tumeipata. Kuna siku mzee Matomana amefundisha habari ya oksijeni mle kanisani. Wale waliokwepa siku ile, na maana kwa leo sasa wamekuja kupata practical yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku ile tulisoma kwa tunaweza theory ile kwa nadharia, lakini kwa leo sasa tumekuja kusoma kwa vitendo vyenyewe. Kwa hiyo tumeona oksijeni inavyokuwa inatolewa. Tuna wakati mwingine wale ambao tumefika kule baharini tumeona yale alikuwa anasema Muhammad, ndio. Kwa hiyo maana oksijeni tumeiona inavyokuwa inatolewa, tumeona inavyokuwa kwa mazingira yetu haya. Sasa kabla tujaendelea na kipengele cha leo, nimkaribishe mzee kama ana kitu cha kusema, alafu tuone leo tunajifunza kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napongeze kiukweli, hatujapoteza, lakini tumepata faida kubwa, hasa nazungumzia kiafya, sababu kubadilisha tu mazingira kutoka yale ambayo tumeyazoea na kwenda kwenye mazingira mengine, hasa yenye kijani kibichi kama hiki, ni tiba kwa maana kwa kuimarisha kinga za afya zetu. Lakini niwache daktari na kuna ambacho anacho yeye, na baadaye tasikiza kutoka kwetu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tunashukuru sana. Leo natamani tujifunze kitu kimoja tu, na tutakuwa kama na dakika 30. Kwa dakika 10 tutajifunza dakika 10 za maswali, lakini pia na michango. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hiki kitu ambacho naenda kujifunza katika tumekuwa tukijifunza madaktari 8 kwa ajili ya afya zetu, ndio. Na wiki iliyopita kwa lokuepo nilijaribu kugusia kitu kimoja kinaitwa kiasi. Nikaulizana maana ya kiasi nini, watu wakatoa majibu na tukaona kwamba watu wanavyokuwa wanachukulia maana ya kiasi. Ukimwambia mtu kiasi, ni maana tunaiangalia katika maana ya kiwango. Sawa? Kwamba utumie kwa halali vitu ambavyo vimeruhusiwa, lakini usitumie kabisa vitu ambavyo havijaruhusiwa. Sawa? Yaani kiasi sio kwamba utumie kwa kiwango kidogo, ila
tumia kwa kiasi halali kitu ambacho ni halali, lakini usitumie kabisa kitu ambacho ni haramu, si ndio? Tulijifunza siku ile na nikatoa mfano kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anajivunia sana kwa kuwa ni Mwadventista Msabato. Kwa nini? Akasema kanisani kwetu sina tunafundishwa kuwa na kiasi kila kitu. Kwa hata pombe na kunywa kwa kiasi. Silewi sana na kunywa nikishajua tu kiasi imefika naenda kulala. Umeona? Yaani sasa unaona alivyokuwa na define kiasi. Yaani yeye kanisa letu sasa limetufundisha kutumia kila kitu. Yaani kama ni nguruwe, kama ni nyama ya nguruwe basi nitakula kwa kiasi. Sasa kama ni pombe nitakunywa kwa kiasi, sitalewa, alafu nitaenda nyumbani kulala. Si kiasi jamani, si ndio? Kumbe kiasi yenyewe kinatuambia ina maana vitu ambavyo tumeruhusiwa tuvitumie, lakini kwa kiwango sio cha juu sana wala sio cha chini sana, si ndio? Kwa sababu tulisema pia kwenye mambo ya afya ya akili kwamba ukitumia kitu kwa kupitiliza, yani ukiwa mfano ukiwa unakula sana kupitiliza, dalili ni changamoto ya afya ya akili. Lakini pia ukila chini ya kiwango au kifanye chochote chini ya kiwango, hata imani zetu zinatuambia chochote unachokuwa kifanye kwa nguvu zako, ina maana ukifanye mpaka sehemu ambayo level yako inafikia mwisho. Sawa jamani? Kwa sasa siku ya leo natamani tujifunze kitu tunachoitwa mazoezi ya mwili. Sawa? Na uzuri tumeshafanya practical yake. Sawa? Tumefanya vitendo. Sasa tunaenda kujifunza nadharia ya mazoezi. Mazoezi nini? Baba anasema mwili wetu ni kama mashine. Jamani wanaesa swe. Tunajua mashine. Yaani mfano mashine inavyokuwa mpya kadri inavyokuwa inatumika kidogo ndio yaani anasema mwili yetu ni kama mashine, ambapo anasema kwamba tunapokuwa tunaiweka kwenye kazi, maana yake sasa miili yetu tunapokuwa tunaitumikisha sasa, sio kwamba tunapokuwa tunaiweka kwenye kazi inaongeza muhimili, lakini pia inaongeza uimara. Jamani wanaweza sio. Kwa miili yetu ni kama mashine inapokuwa inatumika inazidi kupata uimara. Sasa zifuatazo ni moja ya faida za kufanya mazoezi ya mwili. Moja ya faida ni kwamba inafanya tuwe na uzito wa mwili ambao haujapindukia. Yaani wanaweza sio. Yaani tunasema kwamba mazoezi yana kazi ya kuunguza mafuta ya mwili ambayo yapo hayana kazi. Kwa hiyo kila siku chakula chote unavyokula kila kinakuwa na excess, tunasema kwamba kinakuwa na kimezidi. Sawa? Yaani mwili utachukua kiasi fulani, kiasi kingine kitahifadhiwa mwilini. Haijalishi unakula vyakula vya mstari, vyakula vya namna gani. Chakula kinachokuwa kinabakia kitumiki mwilini, kinahifadhiwa. Umekula wanga, umekula nini? Mwili wetu una kawaida moja tu ya kutunza chakula. Ili chakula kitunze mwili kinatunzwa kama mafuta. Wanasema hapana, huyu mtu halaki vyakula vya mafuta anapataje, labda kisukari anapata nini? Kwa hiyo ni namna mwili wetu unavyokuwa unatunza. Sasa kwa hiyo inasaidia sana kwamba mazoezi yanasaidia kuchoma yale mafuta ambayo yako mwilini ambayo hayana kazi. Lakini pia mazoezi yanaongeza uwezo wa mapafu kuchukua hewa. Jamani wanaweza wasiwe. Ndio maana angalia wale watu wakimbiaji wa marathon. Sasa unaweza kukuta anakimbia muda mrefu na azidi. Kwa sababu gani? Yale mazoezi alianza kidogo hadi anapokuwa anakimbia yale mapafu yanakuwa yanapanuka, si ndio? Kwa anapokuwa yanapanuka pia yanaongeza uwezo wa nini? Wa mwili kuchukua oksijeni. Kwa hiyo inasaidia. Lakini nyingine, faida nyingine mazoezi yanasema inaimarisha mshinikizo la damu, yani inazuia, yani inaimarisha mzunguko wa damu mwilini. Sawa? Kwa mtu anakuwa anafanya mazoezi unakuta damu inazunguka sehemu zote za mwili kwa usawa. Tuko sawa tumishi wa Mungu? Lakini kitu kingine anasema kwamba inapunguza kiwango cha rehemu. Sawa? Nimesema mwili ile kwa kitabu tunaita cholesterol. Rehemu, yani mafuta ambayo yako mwilini yana kawaida kama yanakuwa yatumike, maana yanaenda kwenda kwenye mishipa ya damu. Ndio maana kuta na mishipa ya damu na pia sehemu mtu anasema ana pressure na nini. Kwa hiyo ni maana tunaita cholesterol yake inapunguza. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazoezi inakuwa inapunguza nini? Yanapunguza haya madudu yanaitwa rehemu. Lakini kitu kingine anasema kwamba inapunguza stress au yani stress kwa Kiswahili ni shinikizo. Msongo. Sawa? Inapunguza msongo wa mawazo. Jamani wanaweza siwe. Siona kama leo hapa tumefly, tumecheza, maana kwamba kama kuna mtu alikuwa na issue fulani, yani katika kucheza kule kunafanya nini? Yani inaondoa ile mawazo kama tofauti na jamii inavyochukua labda kwamba mtu ana stress anaenda kunywa pombe. Pombe ikishaisha mawazo yanakurudia pale, si ndio? Lakini ukishafanya mazoezi anasema kwamba inaondoa ile stress. Lakini kitu kingine anasema kwamba mazoezi yanaongeza, yani yanaboresha kulala. Sawa? Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuwa na changamoto ya kulala, labda yeye hapati usingizi kabisa. Hivi saa 11 ndio anapata usingizi. Analala mpaka saa 10 mpaka saa 4. Sawa? Kwa ina maana ulaji wake uko sawa. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazoezi sema kwamba mazoezi yanaenda kuimarisha namna yako ya ulalaji. Kwa hiyo unakuwa unalala katika mpangilio ulio sahihi. Lakini kitu kingine anasema kwamba
inaongeza mwili, uwezo wa mwili kutoa sumu. Sawa, mwili wetu una sumu kwamba wakati mwingine zinatolewa kwa jasho. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya mazoezi, kwa mfano ukifanya zoezi unakuta kuna jasho linatoka mwili. Sawa, kwamba jasho linakuwa linatoka, unakuwa unatoa taka mwili, ni namna ya mwili ya kujisafisha pia. Tuko sawa, tumishi wa Mungu? Lakini kitu kingine, inasaidia mwili kufanya kazi vizuri, yani zile shughuli za mwili zifanyike vizuri, ambayo sisi tunaita ni metabolism of the body, kwamba mwili uweze kutengeneza chembe za seli, lakini pia uweze kuondoa zile ambazo zimekuwa zimeshakufa mwilini. Lakini kitu kingine anasema kwamba mazoezi yanaimarisha mifupa. Jamani, wanaesa siwe kuruka si chupa iko huku nini. Sawa, kwa hiyo inasaidia pia hata mifupa yako inakuwa nini, inakuwa imara. Kwa sisi wakati mwingine, mfano watoto wa kulima ukuta wanakuwa ni imara sana kwa mifupa, kwa sababu wanakuwa wanafanya mazoezi ya kulima, hiyo inaimarisha mifupa. Lakini kitu kingine anasema kwamba inaimarisha misuli. Sawa, baya wale watu wa mazoezi sana tuta amejaa mwili, kwa hiyo inaimarisha. Lakini kitu kingine anasema kwamba mazoezi yanaongeza uwezo wa kutembea, lakini pia inapunguza maumivu ya mgongo. Sawa, nasikia na yani nikikaa najisikia si mifupa inauma, si kwa mgongo inauma. Kwa hiyo ina maana ukifanya mazoezi hata ile maumivu ya migongo yanakuwa yanaondoka. Lakini kitu kingine anasema mazoezi yana kawaida yana kitamu tunaita big C, cancer. Sawa, kwamba mazoezi yana kawaida yanasaidia mwili kuzuia kansa mbalimbali za mwili. Kwa hiyo unapokuwa mfanyaji mzuri wa mazoezi, pia inakuwa ni ngumu, yani mwili wako inakuwa ni ngumu pia kupata nini, kupata kansa. Jamani, wanaesa wasiwe. Kwa hizo ni baadhi ya faida za kufanya mazoezi. Sawa, lakini sasa kwenye mazoezi hapo kuna vitu ambavyo kunatakiwa take precaution, yani kama tahadhari. Sawa, kwamba sio kila mtu atafanya mazoezi au kila wakati unafanya mazoezi. Kuna hali ambazo wewe mwenyewe zitakuguide usifanye mazoezi. Mfano, mtu ukiwa na maumivu ya kifua. Jamani, wanaesa siwe. Kwa hiyo yani usichukue mazoezi kama chakula kila siku lazima ule. Lazima pia uangalie hali yako ya mwili kwa ujumla. Kwa mfano, ukiwa na maumivu ya kifua, anasema maumivu ya taa ya meno, sawa, lakini pia maumivu ya mikono. Sawa, kwamba wewe unaanguka afu unaenda kufanya tena mazoezi ya kunyosha mikono, au umpata ajali mikono, afu tena unaenda kurusha labda tennis. Kwa maana ndio hivi kwamba tuna limit kulingana na changamoto fulani uliokuwa nayo, lazima uzuie baadhi ya mazoezi. Lakini kitu kingine, mtu ukiwa na shida ya kupumua, jamani wanasema siwe, yani pumzi yako ni ndogo. Tumeona mazoezi moja ya faida ya mazoezi ni kuongeza uwezo wa mapafu kuchukua oksijeni nyingi. Sawa, lakini ukiwa na issue hiyo, sasa unatakiwa usifanye mazoezi ya muda mrefu. Lakini kitu kingine, mtu ukiwa na tatizo, yani moyo wako unakuwa, mapigo yako ya moyo yanakuwa hayatabiriki, yani yanakuwa badilika. Sawa, mara yako juu, mara yako chini. Kwa hiyo inabidi kwanza uonane na wataalamu wa moyo. Lakini kitu kingine, ukiwa una shida na joint, jamani wanaweza usiwe mama nani hapa hajafanya mazoezi, yani hatuwezi kumlaumu, yani ninashauriwa iko hivi. Sawa, yani kama una issue fulani kwenye labda kwenye joint ya mwili, pia ushauri kufanya mazoezi. Sawa, kwa lazima kwanza uonane na wataalamu. Lakini kitu kingine, ukiwa na uchovu wa kupitiliza, sawa, kwa umechoka usifanye mazoezi. Lakini kitu kingine, tumeona moja ya faida ya mazoezi ni kupunguza uzito. Sawa, sasa ukiwa ni mwepesi sana, uzito wako ni mdogo, usifanye pia mazoezi sana. Sawa, yaani wewe ni mbao unapiga mazoezi, utakufa kwa mazoezi. Wale wasiwe ukalisha daktari kama la kitu cha kuongezea au hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dr. Barikiwe sana. Mimi na kitu kidogo tu cha kuongezea hapo, lakini tutashirikishana kidogo kabla sijamrudisha sana kwa daktari. Hivi najua wengi tunafahamu mazoezi, tumefanya mazoezi. Hii neno mazoezi linamaanisha nini? Atatusaidia nini maana ya mazoezi? Karibu mama. Mazoezi ni kufanya mwili uwe mkakamavu au viungo vya mwili viwe imara. Amina sana mama. Namsikia mama, sauti tumeisikia wote. Mama alichokisema, mama barikiwe. Nani anataka kuongeza kidogo kwenye mazoezi ni nini? Okay, sawa. Tuje pamoja na lile ambalo mama ameongeza pale. Mazoezi sio kufanya kitu kipya. Wengine wanatafsiri kwamba mazoezi kufanya kitu kipya. Nataka nifanye kitu kipya. Mazoezi ni kufanya kitu mara kwa mara. Sote mara kwa mara. Hayo ndio mazoezi. Huu mwili, tachukua mfano mwili. Ila vipo vitu vingi.
hata kiroho. Wainjilisti pale watakusaidia hata kusoma neno mara kwa mara, ni mazoezi pia ya kiroho. Unasoma mara, tumeambia tusome, hiyo nature yetu, hiyo ni agizo, sio kitu kipya kusoma Biblia. Lakini ukikaa muda mrefu hujasoma Biblia, manake kuna kitu unakikosa. Kwa hiyo mazoezi, kufanya jambo fulani mara kwa mara. Huu mwili yetu imeumbwa, yani kila kiungo kina kazi, kila kiungo katika mwili kina kazi. Sasa kuna vingine hatuvifanyishi kazi au tunavifanyisha kazi kwa kiwango kidogo kuliko inavyotakiwa. Tunaelewana jamani? Inawezekana kutokana na nature ya kazi yako, ya shughuli yako, inafanya kiungo fulani kisitumike sana. Hebu jaribu kuchukua mkono, sababu usipofungwa utauchezesha, kwa sababu si mazoea uchezeshe, ufungwe bana. Kaa tu masaa kadhaa. Ulizoea muda wote mkono kuchezesha hivi, kaa tu masaa kadhaa, hata masaa 2 3, alafu fungua hebu anze kukunja, uone utakavyokuwa. Utakuwa tofauti na vile ambavyo mkono unachezesha mara kwa mara. Kwa hiyo mazoezi ni kufanya viungo vyote vya mwili viwe kwenye hali inayotakiwa. Sasa kuna mazoezi ya viungo fulani fulani, ndio maana nasema mazoezi yanatokea mazoezi ya mwili mzima, ili upate faida inayotakiwa. Haya ambao tunataka tufanye mara kwa mara, tunataka tufanye ya mwili mzima, kwa maana kuna mazoezi ya kila aina. Kwa hiyo tusifanye mazoezi ya aina moja. Tuna mazoezi ya viungo, kuogelea hivi. Wanaogelea pia ni moja ya mazoezi pia na faida yake, na kukimbia. Sasa kama huwezi kukimbia, miguu mibovu, kuna mazoezi mengine utayafanya. Kwa hiyo tunafanya mazoezi ili viungo vyetu vya mwili tuendelee kuvizoeza. Ndio neno zoezi namna ilivyo. Lakini kingine daktari amezungumza hapa yale ambayo tunaweza yani tukiwa kwenye mazingira yetu tunapaswa kufanya mazoezi. Amezungumza vizuri, lakini nitazungumzia tu kidogo, unatakiwa ufanye mazoezi katika mazingira gani ili upate faida. Kwa wengine wanafanya mazoezi kikubwa, sisi daktari atakuwa anazungumza miongoni mwa faida za mazoezi, kufanya uvute oxygen, yani mapafu yatanuke, uvute hewa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mwili unataka oxygen ya kutosha. Unataka oxygen ili kusafirisha vitu kaza, chakula tumekula, vitu vingi visafiri mwilini. Unataka oxygen ya kutosha. Sasa unaweza ukaamua kufanya mazoezi yako vizuri, kanuni zile unafanyaje, kama kuchumaa, kama vyovyote vile, lakini ukafanya katika mazingira ambapo hakuna oxygen ya kutosha. Mfano, unaweza ukafanya kwenye chumba ambacho madirisha umeziba, hakina hewa nzuri. Hewa ipo, sema hakuna hewa, sababu hakuna sehemu hakuna hewa, lakini ile oxygen ya kutosha ile haipo. Umefunga mlango, umefunga dirisha, si kama ni panzia, unapiga zoezi. Baada dakika ngapi? Baada dakika 10. Sawa, asante. Baada dakika 10. Sasa kuna hiyo kengele kwanza ndo zimeishia hapo. Tunamaliziaje sasa? Asante. Tuongeze dakika 5, sawa. Kwa hiyo tuangalie mazingira ya kufanya mazoezi huku beach. Sisi tunapata faida kubwa sana. Mimi sija beach kwa muda mrefu, lakini zoezi ambalo tunafanya hapa dogo, faida moja kubwa sana tumepata. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira yanaruhusu kufanya mazoezi. Kwa hiyo tuchague pia wapi tunafanya mazoezi. Utakuta mtu amevaa, kuna barabarani ukipita utakuta wanavaga zile koti fulani, jacket ambazo ni nylon, so cotton, nylon kabisa. Alafu anakimbia, barabarani ukimbia kuna vumbi la kutosha kabisa. Sasa najiuliza, huyu badala ya kupata faida aona basi akapata hasara. Ndio wanapata jasho, yani wanaamini kutoa jasho ile ndio. Tumia kinailoni kile. Nylon ambayo hainyonyi
Sasa unataka tupate, yani nguo za mazoezi ni nguo za cotton. Tunashauri vaa nguo ambazo ni za pamba, tuseme cotton ni za pamba. Zile ndo nguo zimependekezwa za mazoezi za pamba. So nylon kabisa, yale majaketi yale yashauriwi kwa mazoezi. Pamba kabisa ambazo kusaidia kunyonya unyevu. Kwa hiyo tuangalie na mazingira, muda utoshi. Endelea baadaye, tutadaka 30 10 tunataka baadaye. Basi sasa tukaangalia hapo, lakini tuangalie mazoezi ya kufanya eneo la kufanya mazoezi, lakini pia kuna aina ya vyakula. Kwa hiyo mazoezi yanaendana na vyakula ambavyo unashauriwa kula. Kwa hiyo unapokuwa na mazoezi fulani, basi kwanza maeneo ya kufanya mazoezi, lakini pia aina ya chakula ambacho unapaswa kufanya mazoezi. Unafanya sana mazoezi ni vizuri, lakini mlo wako wewe oyo shida. Kwa hiyo unaweza ukapata madhara baada ya kupata faida. Jamani, Mungu awabariki sana, tukutane baadaye. Lakini moja ya faida ambayo tukihitaja ni mazoezi pia yanaongeza yanatengeneza undugu. Sawa, kwa mfano unaweza ukaona hata wachezaji wa mpira inafikia sehemu wanakuwa kama familia moja, kwamba yanaleta umoja kwa Kiswahili rahisi. Sawa, yaani unapokuwa unafanya mazoezi, maana kwamba wakati mwingine mtu anaweza kutengeneza mpaka ndugu kwa sababu umekuwa mfanya mazoezi. Mungu awabariki, tukutane baadaye. Kama utakuwa na swali au utakuwa na mchango, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Tunaomba yale ambayo tumejifunza yaendelee kusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Tukikwenda Mungu kwa ujio wako wa pili. Tunashukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu. Amen. Mbarikiwe sana madaktari wetu kwa semina nzuri ya afya. Kuna somo pia mbele yenu hapa linalohusu uinjilisti. Kuna zana moja ambayo watu tunashindwa kuielewa. Haishauriwi kufanya kazi ya Mungu ama kufanya kazi na Mungu mpaka ukakosa pumziko. Tumejifunza hapa kiasi kwamba kuna watu wanaweza kawa ni mwinjilisti au akawa mchungaji, yani anafanya kazi, yani yeye kufunga tu kila juma anafunga, kila wiki, yani yeye tu ni jamani, haishauriwi. Ellen G. White katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho anasema kwamba tunapaswa kufunga mara kwa mara kwa kadri tunavyoona mwisho unakaribia. Lakini amesema hivi, kutokula kabisa. Kutokula nini jamani? Kunaweza kusihitajike. Kwa hiyo angalau hata kama umefunga jamani, basi unakula hata matunda, basi ukinywa hata togwa hapo, kila hata mboga za majani, utaonekana umefunga basi na umeisaidia hata afya yako. Kuna wengine anafunga kavu siku moja, siku mbili, hata maji hatumii. Yaani kama kuna vitu unaweza kutumia ukiwa umefunga ni matunda, maji, unasafisha mwili. Yaani sawa jamani? Basi tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii ya pekee uliotuleta mahali hapa kwa ajili pia kujifunza ukuu wako, jina lako litukuzwe. Tunapoendelea na programu hii, tunaalika Roho wako Mtakatifu na malaika zako wakazidi kutuongoza sawa sawa na mapenzi yako. Niombi kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwenye kitabu cha Marko 6:31, Marko 6:31 inasema kwamba akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwepo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Yesu mwenyewe ambaye sasa ni kiongozi wetu wa kazi, aliwachukua wanafunzi wake. Kisoma kuanzia hapo mwanzo utagundua kwamba walikuwa wanafanya hiyo kazi ya uponyaji pamoja na Yesu. Wakiwa wamefanya, hata hawakupata ile nafasi ya kufanya jamani, ya kula ama ya kutulia. Kwa hiyo baadaye Yesu akasema hawa watu hawa ukiwa overdose sana hawa watakonda.
Kwa hiyo ikabidi sasa avuke kwenye mashua aende mahali fulani palipotulia, yani palikuwa kama hapa jamani, la hakukuwa na magari, naamini haya hayakuwepo, na hakukuwa na bugu za zingine. Lengo la kwamba wafike mahali hapo watulie, basi wale vizuri, lakini pia wapate muda wa kupumzika. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nini ninachotamani kujifunza katika hiki kipindi kwamba jamani, yani kwa neema ya Mungu, yani hata usikie wito kutoka mbinguni unakuita kwamba wewe ni mtendakazi, yani zingatia sana muda wa kupumzika. Kuna watu jamani wanafanya kazi hapa, yani yeye asubuhi kazini, mchana kazini, jioni analala masaa 2 au 3 kwa siku, jambo ambalo sio sawa. Lakini muktadha wa fungu letu kwenye uinjilisti, Yesu alipoona makutano aliona wametawanyika kama kondoo wasio na nani jamani? Na mchungaji. Mwaka huu nilibahatika kwenda huko Bagamoyo, niliwaambia kidogo kwamba katika hiyo eneo ambalo kuna makumbusho kule, tulikuta mbuyu mkubwa sana, ambao huo mbuyu unakadiriwa kuwa una miaka zaidi ya 500. Na tunajua mibuyu inavyokuwa mikubwa. Sasa ule mbuyu bwana, watu wanaenda pale eti kumuomba Mungu kwenye ule mbuyu. Sasa ni kwamba huo mbuyu, yani ninashumu mimi hapa ndo mbuyu, ila jamani msiniite baada ya hapo. Sasa wanachofanya ni kwamba unapozunguka kutoka kulia kuelekea kushoto, yani nashumu sasa unazunguka kutoka hivi, yani umesimama hapo unazunguka hivi. Kila mara unapozunguka ukifika tena hapo ulipoanzia umeongeza mwaka mmoja wa kuishi. Kwa hiyo mtu eti anajikadiria kwamba mimi nataka niongeze miaka mingapi, labda 15. Kwa hiyo atazunguka mbuyu mara ngapi jamani? Mara 15. Lakini ukiona wewe kwa kweli umechoka kuishi, inatakiwa unatokea hapa unazunguka kutokea upande wa kushoto. Kwa hiyo hivi unapozunguka, kwa hiyo ukishafika tena hapa umepunguza mwaka mmoja wa kufanya jamani, wa kuishi. Yesu alipoona makutano aliwaona kama kondoo ambao hawana nani jamani? Hawana mchungaji. Lakini sio hivyo, tukaenda mahali pengine tukakutana na kisima. Wanasema hicho kisima kwa kweli kinatoa nuksi, na kuna mchungaji wetu mmoja alinawa kwenye hayo maji. Yaani wanaamini hayo maji ukienda pale basi ukanawa miguu, ukanawa mikono, wanaamini kama basi ulikuwa na nuksi fulani kwenye maisha yako zinafanyaje? Zinatoweka. Lakini tukaenda sehemu ya pili, hii kwa kweli ilikuwa ni sehemu ambayo ni kisa kilinisisimua sana. Tulikutana na kaburi la wapendanao. Hili kaburi la wapendanao mzee Mkoi, ni kwamba kuna watu wa kutoka hizo nchi za Afrika ya Kati walipokuwa wameenda kule kwa ajili ya wamekuja hapa Tanzania kwa ajili sasa ya kuendeleza hayo masuala yao ya ukoloni, lakini kuanzisha dini ya Kiislamu, kwamba siku moja walipokuwa wanasafiri na mashua waliona kwamba kulikuwa na dhoruba ambao kwa kweli waliona kabisa leo ni lazima wangefanyaje? Wangekufa maji. Kwa hiyo eti yule mwanamama alichofanya alichukua mtandio kama wadadangu hapa. Kama huo mtandio, basi akamchukua mume wake akamfunga na nini jamani? Kwa hiyo wakafungana wote wawili jamani. Wakafungana, huo nini mtandio. Lengo kwamba ikitokea wakifa wafe wote. Lakini sio hivyo tu, yani kwamba basi wasije wakapotea. Na ni kweli ilitokea hivyo, wakafa maji, walikutwa nje ya maji, yani kwenye pwani ya bahari, wamefariki. Na wanasema walichukuliwa hivyo hivyo wakaenda wakazikwa makaburi mawili tofauti lakini ya sehemu moja. Kwa hiyo tunaona ni kaburi lipo hivi, ila hapa katikati kwamba kuna mwanaume kuna mwanamke. Kwa hiyo sasa hawa watu kama na changamoto yoyote ya ndoa, au basi kuna binti anatamani kuolewa, basi sawa. Binti anatamani kuolewa ama kijana anatamani kufanyaje jamani?
hapati mchumba, anaenda kwenye hili kaburi, anafanyaje? Anaomba, anaamini kwamba tunapotamka jambo lolote la mahusiano, la ndoa, mahali hapo yanakuwa. Sasa jamani, hiyo sio elimu ya nini? Ya Biblia. Sije nikawafundisha hapa nikamaliza mkaenda huko kutafuta hayo makumbusho. Yesu alipoona makutano, aliwaona kwamba walikuwa kama kondoo waliofanyaje jamani? Ambao hawana mchungaji. Nini ninachosema katika hiki kipindi cha uinjilisti? Bwana atusaidie. Katika kazi yote ya utume utakayoitwa, ni vizuri kuwa na wakati mzuri kama huu. Basi tunakuja huku jamani, tunapumzika. Maana wengine hapa nina uhakika mngekuwepo nyumbani mngekuwa tu na kazi. Yaani basi yani hata kama nyumba imesafishwa lakini ungetamani usafishe tena yani. Au basi sijui nguo. Yaani kazi kwa kweli naamini haziji kuisha nyumbani. Kwa hiyo basi watumishi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, watenda kazi pamoja na Kristo, ni lazima tuwe na muda kama huu wa kufanyaje jamani? Wa kupumzika. Maana ukifa alafu ulikuwa unafanya kazi ya Mungu. Yesu anaandika pale, kuna mchungaji mmoja kipindi kile cha matengenezo alibatiza watu jamani, walikuwa wengi kwenye maji ya baridi. Alipotoka mle kwenye maji akafa. Ellen G. White anasema kwamba aliandikiwa kaburi lake amekufa kwa ajili ya uzembe, ila alikuwa anabatiza watu. Kwa hiyo wewe upo busy tu, hata iwe ni kazi ya Mungu, iwe ni kazi ya nani, uwe na muda basi wa kupumzika jamani. Semeni amina basi. Amina. Lakini jambo la pili ni kwamba lazima tuwe na uwezo wa kuhudumia nini? Makutano. Yaani watu hawamjui Mungu kabisa kabisa kabisa. Unaweza ukashangaa hata kuna mmoja hajui kabisa kwamba siku ya Jumamosi ndio siku ya, yaani hajui kabisa. Maana mimi nilikuwa na dada amemaliza chuo kikuu, eti namuuliza, ananiambia Jumatatu ndio siku ya kwanza ya juma. Yaani amemaliza chuo kikuu kweli? Nilimshangaa. Sasa Mungu atusaidie tuyahurumie makutano, tuone kwamba wametawanyika, ili basi tuende kwa ajili ya uinjilisti. Ama na Dorcas tufanye matendo ya huruma hapo, nao wamjue Bwana. Jamani, Bwana awabariki sana. Sasa ninawasihi tusimame tuombe. Ambao wanaweza simama, ambao hawezi. Yaani basi tunaomba. Baba wa mbinguni, tunaendelea kulishukuru jina lako kuu kwa wema na ulinzi wako ambao umetupatia. Tunashukuru pia kwa jambo lililowafanyia wanafunzi Paulo waliowaita mahali pasipokuwa na watu ili wapate kutulia na kula na kupumzika. Baba wa mbinguni, hata sisi kanisa la Keko, Baba wa mbinguni, hata wageni wetu wote tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kutulia na kula na kufurahi pamoja. Tunakusihi mibaraka yako uliyoiahidi ikazidi kuwa pamoja nasi tangu sasa mpaka mwisho wa programu hii, na hatimaye ukaturudishe nyumbani kwetu salama. Hivyo ninavyoomba niombe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Kama Yesu anavyotusamehe, ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa. Samehe uwe huru, saba mara 70 usamehe. Kama Yesu anavyotusamehe, ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa. Samehe uwe huru. Ndugu yako akikukosea, nenda ukamuone, kisha uzungumze naye. Akikusikia umempata ndugu yako, yaishe mwanze maisha mapya, maisha ya upendo, upendo wa ndugu na dada, upendo usio na sababu. Ndugu yako akikukosea, nenda ukamuone, kisha uzungumze naye. Akikusikia umempata ndugu yako, yaishe muanze maisha mapya, maisha ya upendo, upendo wa ndugu na dada, upendo usio na sababu. Saba mara 70 usamehe, kama Yesu anavyotusamehe, ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa. Samehe uwe huru, saba mara 70 usamehe,
kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. Kumsema aliyekukosea siyo kanuni ya mbingu. Kanuni ya mbingu ni kufuata na kuzungumza naye. Akikusikia umempata ndugu yako. Sikia umempata ndugu yako. Kumsema aliyekukosea siyo kanuni ya mbingu. Kanuni ya mbingu ni kufuata na kuzungumza naye. Sikia umempata ndugu yako. Sikia umempata ndugu yako. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. Yesu utusaidie kusamehe na kusahau ili tuwe wako. Ewe Yesu utusaidie kusamehe na kusahau ili tuwe wako. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. 7 mara 70 usamehe kama Yesu anavyotusamehe. Ndiyo kanuni ya mbingu mpendwa, samehe uwe huru. Amina. Mahusiano, naomba niendelee pale nilipokuwa nimeishia. Sababu kubwa inayopelekea waumini wengi au washiriki wengi kuacha kuja kanisani, kuacha kuhudhuria ibada ni mahusiano ambayo sio mazuri, ambayo yapo baina yetu sisi kwa sisi. Nimekuwa nikiisema hii mara kwa mara, na naomba mnielewe vizuri nikisema hivi. Naomi, kuna anniversary tayari, tulia hapo, sikiliza swali. Unaangalia shoti ya mzee Matomola. Nimekuwa nikisema hili mara kwa mara na sijui nitaacha lini kuisema. Najaribu kuzungumza na umati mzee, lakini naona watu wote wako kwenye harusi. Kwa hiyo naomba kipindi changu kiahirishwe baada ya harusi. Usikubali Naomi, usikubali mtu yeyote akukosanishe na huyu ambaye uko naye hapa. Natamani kufahamu watu ambao wazazi wao sio Waadventista wa Sabato. Onyeshe mikono. Wamepafa. Wazazi wako sio Waadventista wa Sabato. Nisikilize vizuri, naongea na huko mnisikilize.
wazazi wako sio Waadventista wa Sabato. Una habari ambayo ni mbaya kwako, lakini uipokee na umwombe Mungu akusaidie, ili kama atakutumia wewe au atatumia njia zingine, atumie ili kuleta wokovu katika familia yenu. Nazungumza hivi nikisema hivi, mama yako sio Adventist, ni Mroman, ni KKT. Mama yako asipompokea Yesu katika namna ambayo ni sahihi na akaishi sawasawa na inavyopaswa kuwa, hautakuwa naye katika mbingu mpya. Nimesema nakupa habari mbaya ambayo najua upendi kuisikia, lakini lazima tuiseme. Sio kama tunaona vizuri. Yaani ndugu yako ni huyu ambaye unaamini naye hapa, ambao ulikuwa unacheza nao hapa, Rede na nini. Hawa ni zaidi ya ndugu yako, kwa sababu mnaishi sasa na mtaishi wapi? Habari mbaya nyingine ni kwamba waacheni kina Debora, jamani, waacheni. Wanaribu kitu za kufukuza. Habari mbaya nyingine ni hii. Hivi mnanielewa vizuri? Ndugu kutoka Mbeya, mnanisikia vizuri? Ukinichukia mimi au mimi nikikuchukia wewe, ambaye ni mwanafamilia ambao tunategemea kuishi milele, yaani ni sawa sawa na kwamba umejihairishia tiketi ya kwenda kwenye milele. Watu mnaona hivyo kwa ngumu hiyo. Yaani mimi na wewe tusipokuwa na mahusiano mazuri, hakuna milele mpaka tutakapokuwa tumetengeneza mambo yetu. Kwa hiyo hawa wasema upendo wa ndugu na nani? Dada. Wamesema tusameane. Wamesema tuchukuliane mizigo katika namna yoyote kwa upendo, tukiamini ya kwamba sisi ndio ndugu tutakao kwenda kuishi wapi? Yaani kama tungelielewa hili, migogoro, mivutano, mafarakano, chuki, hila, sijui nini na nini, si mshiriki huyu kanisema, huyu si kaniambia nini, huyu si amenikwaza, zingekoma na tungechukuliana mizigo. Kwa hiyo katika somo la jioni ya leo la mahusiano, ninaomba utafakari kitu hiki. Yaani kiukweli watu wako busy na hii harusi. Yaani harusi imetuharibia darasa, mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa au tuhamie kule. Tugeukie kule. Au tugeukie huko. Rudi nyumbani au hata kwa kipindi hiki. Tafakari ni washiriki wangapi ambao umegongana nao. Umekorofishana wapi? Amekukwaza wapi? Haitokufaa kitu kuendelea kumhifadhi. Haitokufaa kitu kuendelea kumhifadhi. Na huwa nimesema kwamba na watu wa afya watakubaliana na mimi, kina Dr. Isaac hapa na Matomola. Wakristo wengi tunabeba sana watu. Mtu wa Mungu, una kilo ngapi? Una kilo ngapi za mwili? Hujui? Ukikadiria huwezi kuvuka 60. Kwa nia nzuri. Huyu mtu wa Mungu avuki kilo 60. Nimesema avuke 60. Sitaki unabii wako. Unabii wako unashusha, unatisha. Haya. Sasa unakuta huyu mtu kama huyu amembeba mama Epafra. Yana amemweka moyoni. Amembeba Mzee Mkoi. Pembeni hapa amemweka Neli Kajigiri. Hapo amemweka na mama Gichogo. Hao wote wamemkwaza. Umeona niwa kuonyeshea kilo zao hao watu si chini ya 90. Moja. Sitamanini wapendelea. Yaani hapo Koi hapo si chini ya 90 huko hapo. Hapo mama Neli hapo. Sasa unakuta umewabeba hao watu wote, umewaweka moyoni. Katika hali ya kawaida lazima udhoofike. Sasa unakuta watu wengi tunatembea tumebeba watu. Mzee Moka amenikwaza. Boni amenikwaza. Mama Epafra, yani wewe unasema amenikwaza, unaendelea kudidimia. Amenikwaza. My dear, utakwazika
na mwisho wa siku utazeeka hata kabla ya muda. Ndio maana nimesemaga kwamba kuna vijana ambao ukiwatizama kabisa unadhani ni rika akina Mkoi, hata Mkoi ananyaka kota kuliko wao. Yaani ni kama wastaafu. Lakini ukija kuangalia ndani ya mioyo yao wamebeba watu, stress zimejaa nyingi. Kwa hiyo tukubaliane kwenda kufanya hii assignment kama tuko serious kabisa na umilele. Tuondoe hizi tofauti zetu. Mwenzako akikukosea nenda fanya nini? Ukimpata umeimarisha jamii ya kwenda wapi? Mbinguni. Lakini sisi hatufanyi hivyo. Mwisho wa siku tumekuwa na mafarakano, tumekuwa na makundi, tumekuwa na matabaka, lakini haitotufaidia kitu. Maana makwazo yanabudi kutokea, lakini kuna ole kwa anayekwaza na anayefanya nini? Hauko salama. Yani mimi nikikukwaza siko salama, na wewe ukikwazika hauko nini? Salama. Kwa hiyo solution ni sisi kuja pamoja na kuondoa nini? Mungu atubariki katika jina la Yesu, amen. Amina. Nimempa mama habari mbaya na nilimwambia habari mbaya. Mimi kwetu katika familia kuna wajomba na Waislamu, upande wa baba kuna Wakristo na Waislamu pia. Sasa habari ni hii, uinjilisti inafanya lakini sisikilizwe. Mamangu sasa hivi ni mzee na miaka 96. Lakini hata ukimpigia simu anakuambia umeendelea kumshikilia Yesu, namwambia ndio mama. Usije ukamwacha Yesu, ndio tumaini letu. Basi ni una vocha nyingi, naambia inayo, niombee na muombea. Lakini kwamba mahali ambapo utataja Sabato tayari anakuambia hapa aliko niacha babako ndio hapa ninakofia. Mimi nilitoka Uislamu nikaingia hapa, sihami tena na babako. Bora babako angekuwepo tukaenda wote, lakini hapa alipo niacha siwezi kumsaliti. Yaani ana msimamo wa pekee, hata kumbadilishia godoro. Anasema hili babako alioniachia ndio hili. Mpaka leo analalia godoro la mzee. Kila kitu tunachotaka kubadilisha, anasema baba yenu aliniachia huko. Ukisema umlete huku da, anasema baba yenu amezikwa hapo. Mimi niache kaburi ya mume wangu niende Dar es Salaam. Na mimi nilete. Haya, swali. Kwa hiyo sasa mimi nifanye nini? Sawa. Maana sasa ni kama sasa hamna tumaini. Sawa. Naishiwa sasa. Umezungumza vizuri kabisa mama. Jamani, kama tuna ndugu ambao bado hawajapokea habari njema, mama amezungumza mambo mawili. Amefanya uinjilisti, hasikilizwe. Mpaka imefika hatua usikilizwe, umefanya. Yaani umezungumza lakini watu hawajataka kukusikiliza. Ni sawa sawa mimi nazungumza hapa lakini kuna watu wanasikiliza huko. Kaeni staili hii. Sio kama tunaelewana vizuri. Hiyo umefanya sehemu yako. Lakini pia huyu ambaye anasema uzidi kumuombea, tuzidi kumuombea. Kuna watu hukata shauri dakika za jioni kabisa, nakata shauri. Sasa hapo utasema maji yako hapo. Hakuna cha maji hapo, ni yeye na nani? Na Yesu. Ndio haya mambo ambayo utakuwa umeendelea kuyafanya, atakubali. Kuna mwingine alifika pale nyumbani, alipofika nyumbani akamwambia mmeshafunga ndoa na huyo mume wako? Akasema tunatofautiana imani, mimi ni Muislamu, yeye ni Mkristo. Kaambia unasubiri nini? Hujui Yesu ndio wa muhimu katika maisha yako? Sasa nikushauri kitu kimoja, dini anayosali Stella ndio kabatizwa. Kwa hiyo naye yule akamchanganya zaidi, akamshuhudia dini nzuri. Kwa hiyo kumbe sasa hivi ndiye anashuhudia watu kwenda kule injilisti. Sema yeye twende sasa. Sasa ni kwamba yeye mama yeye anacholinda ni agano la mama ya mume wake. Naomba tumwache endelee kuilinda. Na watu kama hao wapo. Kazi yetu sisi ni kupanda mbegu na kuwaombea, kuendelea kupalilia. Tumeelewana vizuri. Lakini kuna watu wengine ambao tutakwenda kuwahubiri. Jamani, tutoke Sodoma, mji utaangamizwa, utaonekana kama kichekesho. Maangamizi atakaposhuka, wewe ponya nafsi yako. Tutazungumza
tutaenda, lakini wokovu unaanza na mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mbona kama mmeanza kuchoka tena? Upe ina mkanda wa bururu umekuja hivi, halafu nyuma hapo wamefunga tai. Wanasema kwamba ni Dorika, yani ilikuwa inasifika Dorika. Na nilipokuwa nahudhuria vipindi vya makambi nikiwa mdogo, nilikuwa nasikiliza sana somo la Mama Dorika. Mama Dorika alikuwa anasifika sana kwa kusaidia na kwa huruma. Sasa hilo jambo halikutoka kichwani. Miaka hiyo mpaka leo, lakini halikutoka kichwani. Hii idara sio kwamba haizingatiwi, ila tu shetani anatuchanganya mawazo. Tungeisimama imara sisi wenyewe. Hii idara inafundishwa kila mara, lakini shetani anapotuchanganya ametupatia mambo mengi ya kufanya. Wakina mama tutapika chakula kanisani, tutakuja na chakula kanisani. Akisha kula kile chakula, anapita anaenda huko. Baba anaenda kuangalia mpira, ni Mama Dorika. Mama anakoenda anaenda kama kusuka nywele, si kuosha kucha, ni Mama Dorika. Sasa ina maana wale wa mama wa zamani walikuwa na mashamba, wanalima, walikuwa hawana haya ma-TV, lakini walikuwa wanatenga siku ya Sabato hawatoki kanisani. Ni kitu gani kinachofanya wa mama hawatuliagi kanisani? Tujiulize sisi. Kwa wale ambao tunauelewa, tuna usikifu, basi tung'ang'anie, tuwe na kifutio. Hata tukizeeka, tukiachia, ni kwamba kuna wamama walikuwa wanaenzi Dorcas, walikuwa wababa wanaenzi Amo. Hilo jambo tulizingatie. Tutainua makanisa na tutainua idara ya kina Mama Dorcas na Amo Dorcas. Mimi nawashukuru sana. Si kwamba mimi ndio mnanishukuru, vile mlivyokuwa mnatoa vidogo. Tukumbuke kwamba kwa mwaka huu tumesaidia watu wengi sana, ila tu hamjui. Kuna wababa walikuwa pale Keko mpaka sasa wapo, wengine wamepita, wengine wamekufa. Tumeenda kwao, tumepeleka vitu vingi sana. Watu wengine wakijitolea hata hawataki kusema hata majina yao. Lakini ndugu zangu, unapotoa kufilisiki mbali unawekeza. Sio lazima ujitangaze. Nimetoa, mbona hawa? Wewe toa, acha kazi ya Mungu ifanyike. Kila tulichofanya kidogo kimeonekana kikubwa, na Mungu awabariki sana mliofika. Mungu awabariki sana mliotoa. Mungu ametuwezesha siku ya leo kuonekana kwamba Mama Dorcas imo wapi? Keko. Nalo washukuru ni kwamba tuendelee na mwenendo huo, na Mungu atangulie wazee wote, wa mama wote na watoto wote. Mungu atubariki. Tunasema ni asante sana Mungu wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi. Ruhusu siku ya leo tuwepo katika mazingira haya kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali na kufurahi, kula na kunywa. Imani yangu ya kwamba yote yametendeka kwa utukufu wa jina lako. Pale ambapo tumefanya kinyume na mapenzi yako Mungu wa mbinguni, ukatusamehe. Wakati mwingine tena utakapoturuhusu kuwa katika mazingira haya ama sehemu nyingine, tukafanye zaidi na zaidi kwa mapenzi yako na kwa utukufu wa jina lako. Muda mwingine tunaenda kuendelea kuangalia ukuu wako, na tutaanza safari ya kurudi kule kanisani. Ninakusihi ukawe pamoja nasi, yote yakatendeke kwa amani, na tukarudi kwa amani na ukatufikisha salama, na jina lako likapate kutukuzwa. Amena kwamba utakuwa pamoja nasi na utatulinda sasa na hata milele. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.